Mtazamaji wa YouTube chaneli yetu ya Kalamu TV Online, tunaripoti taarifa hii kutokea mkoani Arusha. Wakristo wametakiwa kuelewa kuwa wakimjua Mungu kama Baba, kuna mambo ambayo hawatayafanya kwa kuwa watafuata njia zake na kufanya kusudi lake. Hayo yameelezwa na mchungaji msaidizi wa kanisa la New Life City mkoani Arusha, Caroline Munisi, wakati wa ibada ya Jumapili, ambapo amefundisha kuhusu mazingira ya kiroho, akieleza kuwa ibada za miungu kuwa zinachafua mazingira ya Mkristo kiroho. Ameeleza kuwa pia uongo ni miongoni mwa mambo ambayo yanasababisha mazingira ya kiroho kuchafuka. Ripoti hizi zimedhaminiwa na huduma ya Arkatan City Church Monduli chini ya Apostle Jacob Sabore. Mpendo mtazamaji wetu, usisahau kubonyeza alama subscribe kwenye YouTube chaneli yetu ya Kalamu TV Online ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online. Kwa kifupi sana, nataka tukashirikishane neno la Mungu. Neno ambalo limekuwa ndani ya moyo wangu haswa wiki hii sana ilikuwa ni kutunza mazingira yako ya kiroho. Kutunza mazingira yako ya kiroho. Kuna siku ya mazingira duniani na kuna kipindi tulikuwaga na siku ya mazingira, sijui kama bado ipo au iliishia, lakini kipo hata Tanzania. Na mazingira ni muhimu sana. Naamini kuna hata wizara ya mazingira, sijui na forestry. Kutunza mazingira ni muhimu sana kwa maisha ya kawaida. Mazingira ya kimwili tunayoweza kuona. Usipotunza kuna matokeo utakayokutana nayo. Kuna matokeo utapata usipotunza mazingira yako. Ukiwa mahali ambapo nyasi imejaa mpaka mlangoni hujafyeka, uwe tayari kukaribisha kina nyoka ndani. Mnaweza kushirishana kabisa kitandani, ukiamua kulala na yeye akaamua awe uvunguni au amua awe sehemu yako kitandani, kwa sababu umemruhusu, umemkaribisha. Mazingira uliyomwekea yanamruhusu kuwa sehemu ya hapo ulipo. Tukikata miti, wasimamizi wa mazingira watakuambia kwamba unaleta shida. Tunazuia mvua, tunaleta shida kwa mazingira yetu. Kwa sababu mazingira tumepewa ili tuweze kuyatunza. Na kwa kawaida usipotunza mazingira ya kawaida, kuna matokeo ya kimwili utakutana nayo. Amina. Unakuwa na hewa nzuri, hewa safi, kwa sababu kuna miti inayoruhusu hewa iwepo. Nenda mahali watu wamekata miti, nenda mahali ambapo ozone layer imeharibika, ni mateso tupu. Bwana Yesu asifiwe. Niliwahi safiri nikaenda nchi fulani na nikapata sababu ya kushukuru Mungu kwa ajili ya nchi yangu Tanzania. Nikasema, Mungu, ninakushukuru ya kwamba mimi nimetokea Tanzania. Haleluya. Nakushukuru kwamba nimetokea Afrika, kwa sababu hewa nilionayo hapa ni tofauti. Kwanza nilifika tu hivi kwenye kupokelewa pale na ile hali ya joto. Ukitoka nje, ukiwa ndani ya jengo ni AC ipo, kwa hivyo hugundui. Lakini ukitoka nje ni kama mvuke imenivamia. Lakini ya kwetu hii, tusipotunza pia tuna changamoto. Ila kiroho pia kuna mazingira Mungu ametupa. Tusipotunza kuna matokeo yake. Mungu atusaidie. Tunaposhughulikia mazingira ya kiroho, ninaongea kuhusu nini? Ukisoma kitabu cha Mithali sura ya 4 mstari wa 23, inasema, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Haleluya. Mazingira ya kiroho inaanzia ndani ya moyo wako.
Mazingira yako ya kiroho yanaanzia ndani ya moyo wako na yataendelea mpaka huko ndani ya nyumba yako, kwa jinsi utakavyoyalinda. Haleluya. Mazingira yako ya kiroho inahusisha mtazamo wako, inahusisha nini unachotazama, nini unachoruhusu ndani yako, nini unachokiongea, unachokubaliana nacho mara kwa mara. Yale yanayokuzunguka na yanazunguka moyo wako, huwa unayafanyaje? Haleluya. Wapo wengi wanayomjua Mungu kama mtoaji, kwa hivyo wakienda kwa Mungu wanaenda kwa sababu wanahitaji utoaji. Wapo wanaomjua Mungu kama mponyaji kwa sababu aliwaponya. Ni kweli, ni sifa zake. Mungu ana asili yake ambayo sisi hatuwezi kuwa nayo, lakini ana tabia zake ambazo tunaweza kuiga. Haleluya. Na Mungu asili yake ya kwanza kabisa ni Baba. Haleluya. Mungu ni Baba, na tukimjua kama Baba tutampa ibada inayomheshimisha, ambayo hahitaji kung'ang'ania nafasi au mioyo yetu na vitu vingine. Hakuna inayochukua nafasi kubwa sana ndani ya moyo wangu kuliko nafasi niliyompa Mungu. Usikubali kubaki pale pale wakati Mungu amekusudia kukupeleka juu. Arkatan City Church inakukaribisha kwenye mkutano wa Injili utakaofanyika tarehe 29 ya mwezi huu wa 8. Mahali ni Arkatan City Church Monduli. Mkutano huu utasimama na neno la Mungu kutoka Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 13, Zaburi ya 1 mstari wa 3 na Zaburi ya 100 mstari wa 4. Tutakuwa wa juu tu wala si wa chini. Tutakuwa kama miti iliyopandwa kando ya vijito vya maji. Tutazaa matunda kwa majira yetu. Tunakataa kazi zetu, afya yetu, uchumi wetu kunyauka. Kila tulitendalo litafanikiwa. Mkutano huu utaongozwa na Apostle Jacob Sabore aliyebeba neno la Mungu litakalotuhudumia, kutufungulia milango ya baraka na kututia nguvu ili tuishi maisha ya ushindi. Mwalike ndugu, rafiki na jirani yako. Njoo na familia yako, maana Mungu ana jambo jema ametuandalia. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0767 16 23 63. Wote mnakaribishwa. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online.